Naam, baada ya siku ya jana kushuhudia klabu ya Simba ikitangaza kumuongezea mkataba wa mkopo wa mwaka mmoja mshambuliaji raia wa Tanzania Suleiman Mwalimu, yameibuka mengi katika klabu ya Wydad Casablanca ya huko nchini Morocco, klabu ambayo kimsingi ndiyo anaomiliki nyota huyo wa Kitanzania Suleiman Mwalimu, ambao mara baada ya Simba kumtambulisha klabu hiyo ikashika hatama na kuweza kuandika maelezo kuhusu kushangazwa na andiko la klabu ya Simba kumuongezea mkataba wa mwaka mmoja wa mkopo nyota huyo raia wa Tanzania ambaye yupo kwa mkopo kunako kikosi cha Simba akitokea kwenye timu yao, na kuthibitisha kwamba hawajafanya makubaliano yoyote na klabu ya Simba kuweza kumuongezea mkataba huo mkataba mwingine nyota huyo raia wa Tanzania. Sasa kwa mujibu wa taarifa ni kwamba klabu ya Simba ilibidi ilipe kiasi cha shilingi milioni 130 za Kitanzania, ikiwa ni kipengele cha mkataba wa awali kama zile personal argument kati ya wekundu wa Msimbazi Simba sambamba na klabu hiyo ya nchini Morocco juu ya kupata ile uthibitisho wa kimkataba wa Suleiman Mwalimu, ambaye tunafahamu kwamba awali alikuwa Simba kwa mkataba wa mwaka mmoja ambao tayari umekwisha tamatika kwa msimu uliomalizika siku za hivi karibuni. Kwa hiyo endapo Simba inamhitaji Suleiman Mwalimu ilibidi iwalipe Wydad Casablanca kiasi cha shilingi zaidi ya milioni 130 za Kitanzania, klabu hiyo ya nchini Morocco. Na Wydad Casablanca walitoa muda kwamba mwisho wa kulipa kiasi hiko ni siku ya Julai 30 mwaka huu wa 2026 kama vile ambavyo wamekuwa wakikubaliana katika nyakati zile za mwanzo ambako walimpata Suleiman Mwalimu kwa mkopo. Lakini jana Simba waliutangazia umma kwamba uongozi wa klabu hiyo umefanikiwa kumbakisha nyota huyo kwa mkataba mwingine mmoja wa mkopo, akiwa kama vile nyota kutokea huku kwenye kikosi cha Wydad Casablanca ya nchini Morocco. Na nyota huyo aliongozana pia na msafara wa timu hiyo kuelekea nchini Morocco kwa ajili ya maandalizi ya mashindano ya Sekafa Kagame Cup kwa mwaka 2026, jambo ambalo limeibua sura mpya katika taswira ya soka la Tanzania, na watu wengi wakitaka kufahamu kitu gani ambacho pengine hakiko sawa katika baina ya pande hizi mbili. Kwa nini Simba wamtangaze kwamba wameshafanya makubaliano na uongozi wa Wydad Casablanca na wameridhiana na hatimaye kumtangaza, lakini baadaye pia tukashuhudia taarifa ambayo Wydad Casablanca wao kama vile walipinga na kuona kama vile Simba wamefanya jambo ambalo ni kinyume cha mujibu wa utaratibu wa kisheria, na klabu hiyo kuweza kutangaza kwamba sheria za taratibu zingine za kisheria zitafuatwa kwa klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo sababu ni hiyo, mtazamaji, ambayo nimekwambia kwamba Simba ilibidi kwanza ilipe kiasi hiko cha fedha cha shilingi dola za Kimarekani 500,000 ambazo kwa thamani ya Tanzania ni shilingi zaidi ya milioni 131, kitu ambacho hadi hivi sasa Simba bado hawajakifanya, na ndio maana tumeshuhudia taarifa ile ya Wydad wakizungumza kwamba wameshangazwa na andiko la klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini ni wazi kwamba Simba wameonyesha nia ya kuendelea kumuhitaji Suleiman Mwalimu, mshambuliaji ambaye kwa msimu uliopita alivunja rekodi ya msimu wake wa kwanza akiwa na Fountain Gate ambako alifunga magoli 6 na msimu uliotamatika alifunga zaidi ya magoli 7, kitu ambacho kimeconfirm ubora wake ulikuwa kwa aina gani, na ni miongoni mwa washambuliaji wazawa wachache kwenye ligi kwa msimu uliopita ambao walikuwa na kiwango bora hasa katika upande wa upachikaji wa mabao, licha ya kwamba alikuwa hapati game time ya kutosha, lakini pale ambako alipokuwa anapata nafasi basi alikuwa anathibitishia umma kwamba yeye ni mshambuliaji wa aina gani. Kwa hiyo taarifa ikufikia mtazamaji kwamba chanzo cha Simba na Wydad Casablanca kuingia katika hiki kutoka kara ni kutokana na sababu hizo ambazo nimekwisha kutajia mpenzi mtazamaji moja kwa moja. Jina langu ni Leopard John, sauti ya mvua. Nikushukuru na nikwambie tu kwamba endelea kuwa nasi Anuari TV, kwa maana hapa ndiko sehemu sahihi kwa wewe kupata habari za kimichezo.